ni wako mwenyewe. Maana wanaume walikuwa wawili, mmoja alienda, mwingine atabaki. Wamama wawili, mmoja akaenda, mwingine atabaki. Mimi ni ombi langu, wale tumepata nafasi ya kutumikia Mungu, ya kujitoa kwa machozi na kwa kuumia na kwa kilio, ninaomba mchana wa leo Mungu akusaidie kuelewa kile ambacho anataka na wewe. Philippians 1:6, aliyeanza kazi njema na maisha yako ni mwaminifu wa kuimaliza. Hii ina maana gani? Yeyote ambaye anamjua Mungu, kuna kazi ameitiwa kufanya, na ile kazi ameitiwa kufanya ile itampanya aidha awe amejiandaa awe hajajiandaa. Ifike kama Paulo aliyetumikia Mungu, akasema kufa kwangu ni faida na kuishi kwangu ni faida. Siwezi nikaogopa, siwezi nikahangaika. So I want to say to somebody today, the Lord is coming. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Najua hautaki kusikia hiyo, nataka niseme tena, Yesu anarudi. Yesu anarudi. Anarudi kwa waliojiandaa. Wewe unayetumikia Bwana, ukiwa unanungunika, ukiwa unalalamika, wakati wa kunungunika umefika mwisho. Wakati wa kulaumu watu umefika mwisho. Wakati wa kutoka katikati yao, toka katikati yao, toka katikati ya wanayenungunika, toka katikati ya wanayelalamika, toka katikati ya wanayesumbuka, na uingie katika hali ya kuamua, katika hali ya kutumikia Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Nasema hivi, the day that God will come, it will not be like any other day. Kwa sababu wewe, hata wale ambao wanasema hawapatikani, maana tunasema kuna kazi. Mtu anajishughulisha na mambo mengi. Wewe unaenda kazi kwa watu, kuna watu wanaitwa na watu wanaenda. Unaitwa kazini, unaenda. Familia yako ikikuhitaji unaenda. Watoto wako wakikuhitaji unaenda. Lakini ikija ni Mungu anakuhitaji, inakuwa ni vingumu. Lakini nimekuja kujua kuna kitu ambacho watu hawajatofautisha kati ya kazi ile inakufaidi wewe kwa ajili ya maisha haya, na ile kazi utafanya ikufaidi kuona Mungu. Kia mwenzako mwambie Mungu anakuita tena. Mtigize vizuri, mwambie Mungu anakuita tena. Mungu anakuita tena katika nafasi yako, in the name of Jesus. Hautalipwa kazi ya wengine. Kia mwenzako mwambie hautalipwa kazi yangu wewe. Utalipiwa kazi yako. Utalipiwa kazi yako. Praise the name of the living God. So number one, nimesema hivi, kuna kazi lazima ufanye. Kuna kazi lazima ufanye. Kuna watu wanasema mimi nilifanya. Nataka nikueleze, siku kama umepewa siku ingine na